Nilichokifanya sijakipenda, na kama mtaendelea kurudia tena huu mchezo, nyumba itakushinda. Short and clear. Naomba ukome kutoka na mke wangu. Kweli. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto moto. Ngoma za nyingi sana hivi. Mpaka hapa tulipofika, makasada haya, muda huu hapa tulipo, nainua mikono juu. Nimeshindwa mwanangu, sioni hata sababu ya mimi kuendelea kung'ang'ania kukaa hapa. Kuendelea kukaa hapa ni sawasawa na kutia petroli kwenye moto, maana kila inavyoonekana ubaba, hizi vurugu zake zote anazozifanya, sababu ni mimi. Haipingiki, haikataliki. Hamna mama. Hamna mama. Mimi namjua mume wangu. Yaani vile niatiliza pombe tu. Hayuko hivyo. Anaacha kima nitapatwa na nini? Mtu yote anayekunywa pombe mwanangu, akaja akasema maneno, sio kama ni akili za pombe. Ni maneno alianza kufikiria kabla ile pombe ijaingia kichwani. Na alidhamiria haswa kwamba mimi leo nanywa ili nikaseme maneno yangu. Kwa mwanangu, sio pombe. Sio pombe, mimi nakataa. Mimi naona tu mama, niondoke, nirudi nyumbani. Ni sawa mama, lakini unaondokaje? Wewe umekuja huko kwa sababu ya matibabu. Na unajua fika hali yako inavyoendelea sasa hivi. Wewe kaa hapa mpaka tumalize matibabu yetu. Yaani mpaka tujue mwafaka wa afya yako ndio utaondoka. Lakini sio hivyo eti kwa sababu tukaongea tu ndio uondoke. Hakuondoka. Sasa mwanangu, si heri nusu shari kuliko shari kamili. Hamna kuondoka. Kaa hapa. Heri nusu shari kuliko shari kamili. Maana mwanangu, haya macho yangu unavyoona yamezofu kwa kutizama juu, na sipati msaada. Huu moyo wangu umenyauka kama majani yanokosa mvua. Yaani mwanangu, nimekuwa kama bundi kwenye kiota chake. Kinywaji changu ni machozi. Sina sababu ya kuendelea. Sina sababu. Kama nikiota mwanangu na kivunja, ni basi. Kiasi hiki, kitalifa hiki, basi mamangu. Nikubalie tu mimi nirudi. Shema mikono juu. Mungu samani, nilikuwa naomba tuongee. Sawa, endelea. Naomba unisamehe mume wangu kitendo ambacho kimetokea hapo nyuma, au masaa machache ambayo yamepita hapo nyuma. Ni kweli nimekukosea sana kwa kuchelewa kurudi nyumbani, lakini hatukupanga. Hospitali tu kulikuwa na foleni sana, ndio maana tumechelewa kurudi. Nakiri hilo, naomba unisamehe mume wangu, nimekosea. Ila pia mume wangu, kitendo ambacho umekifanya leo sio kizuri na sijakipenda kabisa. Haukuwa na sababu yote ya kumpokea mama kiasi kile na kummalizia maneno. Kumbuka yule ni mamangu mimi, sio mtu basi.
na sio mama yangu mimi tu, hata wewe pia ni mama yako. Kama ulikuwa una hasira zako zozote, ungeniita mimi ndani na kunimalizia, lakini sio kumalizia mama. Wafikia hata jisikiaje? Yule ni mzazi wangu. Yaani umefanya kitendo Mzazi wa nyoko. Ina maana siku hizi mnanipangia cha kuzungumza mundani, si ndio? Sasa kwa nini ninachokizungumza nyewe mnakidiskasi vibaya? Sihitaji kupangiwa cha kuzungumza. Nyumba hii ni ya kwangu, na kama unaamini mtu mkubwa amekasirika, basi mwambie vile viago vyake rudi kijijini. Sawa? Sitaki upuuzi wa mtu wote mundani. Na kama amekutuma, basi nenda kamwambie, na mimi nakutuma tena. Nenda kamwambie amekasirika, mimi viago vyake kuondoke. Samahani mama wangu. Nilikwambia tu ila sio kwa ubaya. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki mikiki. Mtumwa mimi moto motoni, motoni. Sawa mdogo wangu, haina shida. Ila mama yako mkubwa niko naye hapa, anaomba mpaka kujitizamia hali. Haya, huyu hapa ongea na mwanako. Ni furaha tupu tupu hii mwanangu. Haya vipi? Kumbe uko Tanga? Hapana, uje tena leo. Yaani ukija nitafurahi. Nitafurahi mtoto wewe. Wewe njoo nione. Kwa unakuja leo? Haya. Dadako huyo hapa. Udugu. Karibu. Asante dada. Kumbe tasio mbali sana. Nimekwambia. Afu unaposhuka sio mbali na nakaa. Kama mkubwa. Karibu ndugu wangu. Jambo kweli. Lazima nataka. Karibu. Pole na kuumwa. Vipi lakini ukiangalia maendeleo unaendeleaje? Unaendelea vizuri mwanangu. Jambo la kushukuru. Hamna vijiko kubwa. Hamna, huko mwaka huu tangia kufa. Nimeweza tu mchele kidogo na sukari, nimesaidia siku 2-3. Asante sana mwanangu. Mungu akujalie. Asante, ubarikiwe. Mungu akuzidishie pale palipopungua mwanangu. Amina mama. Vipi lakini ukiangalia hali? Sisi kusema ukweli hatujambo. Ni ule wa dunia tu. Leo hapa, kesho kutwa hapa. Lakini yote tusema alhamdulillah. Kwa sababu ugonjwa alituna Mungu. Uzima ni Mungu huyo. Kifo Mungu huyo. Furaha Mungu. Yaani ili mradi ni kusema tu alhamdulillah rabbil alamin. Jambo la kushukuru. Tumekutana tena. Hilo ndio kubwa. Kwa kweli mimi nimefurahi. Nimefurahi sana. Wenyewe wanasema milima haipitani ila binadamu hupitana. Kijana mwenye upara wako mjini. Mbona leo umepoa hivi? Naumwa. Bwana, ningekuwa naumwa ningeenda hospitali katibiwa. Kama umwe niambia, niko hapa kutenda kukuchangamsha. Na shida gani?
Kwema? Kwema sio. Ana kijana nimekaa kule na kuzumwe. Na natama mkono. Kutoa mkono huu umeusogeza huu na kuchora tu. Sema nikusaidie. Unajua ni mja naye. Ukikoma unatakiwa usaidie lakini sio hela. Una shida gani? Unajua nimechoka. Sasa kama umechoka sina muda wa kwenda kupumzika. Uende kwako mkia kubandikia maji ya kukande kande mwili ukae sawa. Umechoka uko hapa. Ni bora nichoke nikiwa baa lakini sio kuchoka nikiwa nimeenda nyumbani. Unajua nyumbani panachosha tena kwa sasa hivi kuna hali ngumu kupita maelezo. Kuna wale mama mkwe amekuja pale nyumbani. Ametoka zake kijijini, amekuja pale nyumbani kwa sababu kuhudhuria kliniki ya matibabu yake ya kansa. Kwa hiyo unaona kabisa hapa kuna dalili nzima ya kuniambukiza kansa yake. Kumbe mtu akinyoa ananyoa mpaka zile akili yani anazikwangua na hivyo unaupara naona umezikwangua zote hizo akili. Kwa kila mwenye nywele ana akili nyingi. At least yani. Yaani ulisikia wapi kansa inaambukizwa kwa kukaa na mtu karibu? Kansa haiambukizi hivyo. Upo kijana. Hizo akili uzijazi. Ninakusingizia. Kwa hiyo kansa wanavyosema haiambukizi yani. That's correct, Mr. Kipara. I hope toko umenielewa, sio? Sawa. Nywele zote akili ije juu. Unakata mpaka mashina ya nywele. Yaani mimi nakata mpaka zile akili. Kwa hiyo lakini mimi tu simtaki mama kwa nyumbani. Hapo nilipokuwa napataka. Sema tu unachoyo baba, umtaki yule mwanamke wa watu. Na ndio maana pia unataka ukopeshwe, kulipa wewe ni mbaili. Najua mdogo wangu kama unapenda pilau. Kwa nilivyojua waje nikasema ya nini? Wewe ni muandalie mdogo wangu. Kwani ile kitu roho inapenda. Asante dada. Kumbe bado unakumbuka. Nikajua ushasahau. Nasema na ninaanzaje kwanza? Yaani wewe mwanangu, unakaa unajisahau hata kuja kutuona. Hamna mama mkubwa. Unajua kule mimi ni sehemu ambayo ya mishemishe zangu, ni sehemu ambayo niloizoea. Hizo mishemishe za dunia utaziweza mwanangu. Hata kama kuna mishemishe lakini sisi ni watu wako. Mtoto mzuri huwa anakuja nyumbani akapata baraka za wazazi. Sasa mwanangu kimya cha mwenda shamba kulima. Yaani kimya. Hatukuoni mchana mwanangu, hatukuoni usiku. Lakini sasa leo nimefarijika umekuja. Alhamdulillah. Ndio inavyokuwa mama. Tukitolewa kijijini tukipelekwa mjini. Tunajisahau kabisa. Tena usianze kuanza kugrow. Unaona? Tuna kijijini ya nini? Waalaikum salaam. Shemeji shikamoo. Kwa hiyo itikia nani kati yao? Nikupokee. Yoyote ile. Haya, una ni nani? Huyu ni dada yangu anaishi Dar es Salaam. Ila amekuja tu mara moja kuja kumsalimia mama hivi anavyoomba. Huyu ni dada yangu ametoka Dar es Salaam. Nimekuja ndio kumsalimia mama anaumwa. Kwa hapa ni mapokezi. Kwamba kila mwenye shida zake huko anakuja hapa, nyinyi mnapokea ni kazi yenu, si ndio? Yule naye kakaa mtu mzima akanyosha miguu namna hii. Ni wale wangapi ndani? Yeye ni mlee, wewe ni kule, na huyu pia mmemleta ndani. Haya ni maisha gani? Ona mimi nazungumza alafu anadharau anakula. Tena kwangu nafanya hivyo nakula. Hizi dharau hizi. Hivi kwingine nisirudie tena ujinga. Yes. Sasa nisikilizeni. Sawa? Nisikilizeni. Hii nyumba sio ya urithi. Hii nyumba ni ya kwangu mwenyewe, ni mali yangu. Kwa kama ni mali yangu, biashara kuniligishana kabla sijafa, sitaki. Kila mmoja na kwake na na sehemu ya kwenda. Kama baki basi baki na mke wangu. Lakini sio ni bebe watu tukia mmoja anakuja hapa ndio sehemu ya mapokezi, jambo hilo mimi sitaki. Hii sio nyumba msaada hii. Tumeona? Mambo hiyo mwanzo na mwisho. Sasa nampa dakika 10 sitaki kumuona
hususani huyu namba ndoa. Dakika ngapi? 10. Mtumwa mimi sitaminiki, siheshimiki. Mtumwa mimi moto moto, ni maisha yangu ni mikiki.